Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za mchana. Kama ambavyo naibu amewatanguliza, jina langu ni Wakili Ali Ibrahim Juma. Ni naibu katibu mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa upande wa Zanzibar. Jana siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 2025 tulifika katika eneo la mahakama Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Kwa bahati mbaya sana tulipofika, polisi wakatuambia kwa mwenyekiti hawezi kufikishwa hapo kwa sababu ambazo wao wenyewe waliweza kuzielezea. Hatukuwa tumetosheleka na hapo. Kwa bahati tukawasiliana na katibu mkuu, akatuambia tusiondoke katika eneo hilo mpaka tukutane. Ila baada ya dakika kama 5 hivi askari wakatushusha kwenye gari, wakatuchukua, wakatupeleka sehemu ambayo wao walikuwa wamedhamiria kutupeleka. Baada ya kutupeleka wakatulaza chini kwa kuelekea chini na wakaanza kutupiga vibaya. Walitupiga kipigo ambacho kwa kawaida binadamu wa kawaida ambaye hana makosa kikweli hastahili kupigwa, lakini tulipata kipigo ambacho hakustahili. Nilikuwa pamoja na kipigo ambacho nikipata, lakini nilikuwa nikisikitishwa sana na vitendo vya askari kumpiga makamu mwenyekiti Zanzibar kwa sababu ni mtu mzima, na katika hali ambayo walikuwa wakimpiga ni hali ambayo kwa kweli sio hali ya kawaida. Licha ya kwamba hakuweza kuvunjika sehemu kwa mujibu wa vipimo, lakini naamini majeraha ambayo yupo nao ni majeraha makubwa sana, kwa hiyo sio hali ya kawaida. Badala ya kutupiga na kuridhika wametupiga, kuna jambo jingine ambalo wamelifanya kwa kweli mimi sikufurahishwa nalo hata kidogo. Walichukua simu zetu na wakaamua kufuta kila ambacho kimo ndani ya simu. Wameamua kuzirestore simu kwa ajili ya kupoteza information zote, jambo ambalo kwa kweli halipo sawa kiliangalia. Baada ya hapo wakaamua kuziweka simu zetu sehemu moja ili kila mtu aweze kuchukua simu yake na kuondoka. Wakati tunachukua simu zetu wakiwa tayari wamefanya kama kuondoka, waliamua kutishia kama kurudi hivi, na hapo ilibidi kila mmoja aweze kukimbia katika mazingira ambayo hayakuwa ya kawaida, kwa sababu katika kukimbia kwetu kuna sehemu ambayo ilikuwa ina uzio wa sengenge ambao ulipaswa kupita kwa ajili kwa kucrawl. Kama ni mtu ambaye huna mazoezi ya kawaida ni ngumu sana, aidha sengenge inaweza ikakuchoma. Tulifanikiwa kukimbia tukatoka katikati ya pori, hatujui mwelekeo tunaelekea wapi. Ilifikia hatua tukaamua kufanya maamuzi magumu sana ya kuamua kwamba tunakoelekea tuamue kuelekea chochote ambacho kitatufika wacha tukitufike, kwa sababu tulikuwa tuna hofu kwamba eneo ambalo tulikuwepo lina kambi ya jeshi. Ila tulifikia hatua tukafanya maamuzi ya kwamba tukasema hata kama kuna kambi ya jeshi basi tuamue kwenda, kitachofika tujielezea huko. Kwa bahati nzuri katika hali ya kukimbia na hali ambayo palikuwa pana maji mengi mno ambayo kutembea maji katika usawa wa magoti hadi kwenye nyonga, tuliweza kuvuka na tukafika barabarani, na badala ya hapo tukaamua kuchukua bodaboda kwa ajili ya kufika makao makuu kwa ajili ya kupata matibabu, kwa maana kwamba kuchukuliwa na kupelekwa hospitali. Kwa hali ilikuwa sio kawaida, ilikuwa kama hivyo ambavyo ilitokea siku ya jana. Kwa kumalizia niseme tu kwamba hali ambayo inafanywa na polisi Tanzania ambao wanasema wana jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao sio sahihi kabisa. Ni vitendo vya kikatili sana. Jambo ambalo kwa maoni yangu ni kwamba hivi ambavyo wanatufanyia haina maana kwamba sisi wanatuvunja moyo, bali wanatutia ujasiri wa kupambana. Na kwa maana kwamba hivi ambavyo wanatufanyia maana kwamba vitatengeneza visasi vya muda mrefu sana. Na mimi naamini kwamba haya ambao wanatufanyia wametufanyia sisi, lakini vizazi vyao vitakuja kufanyiwa haya ambao wametufanyia sisi. Lakini kama haitoshi ni kwamba sisi ambao tupo hai leo katika mapambano, sidhani kama tunakubaliana na haya mambo. Kila mtu anakuwa na fikra zake, na nataka nimwambie Rais Samia kwamba anachokifanya kutunyamazisha ni kosa kubwa sana, kwa sababu binadamu yote anapitia katika hali tatu. Ni lazima binadamu apitie mambo matatu. Binadamu ana sifa ya kufikiri. Ukimzuia kufikiri inabidi atasema, atazungumza. Ukimzuia kuzungumza atatenda. Kwa hiyo sasa hivi tunasema tu, wanajaribu kutuzuia tusiseme. Kuna muda tutakaa kimya, tutakuwa tunafikiri sana. Siku tukitenda naweza hii nchi ikawa katika hali ambayo isiyokuwa ya kutarajiwa. Na sisi tuko mbele tunasema leo, ila kuna watu ambao wako nyuma hawasemi, wanafikiri na watatenda siku moja vitu ambavyo vitakuwa sio sawa. Kwa hiyo ili tusifike huko, kuna haja ya Samia. Mimi ni Mzanzibari, tena ni Mzanzibari wa Nungwi kabisa. Yeye ni Mzanzibari wa Kizimkazi. Kwa hiyo tunajuana. Mimi nasikitishwa sana kwamba damu yangu haije kumwagika kule Zanzibar, leo inakuja kumwagika Tanganyika kwa jeshi ambalo linasimamiwa na Rais Samia.
nitoe wito na kusema kwamba hili jambo haliwezi kupita hivi hivi. Mimi nina kwetu Nungwi Zanzibar. Na naomba tu viongozi mambo yasipite hivi hivi. Tunao mashehe, tunao maaskofu, kuna haja ya kuyafanyia maombi. Mimi ninachoamini kwamba nikifika kwetu basi siwezi kuwa limepita hivi hivi. Nitakutana na wazee, tutamshtakia Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu ndio hakimu wa mahakimu wote. Na mwisho niseme kwamba Uislamu una aya moja ndefu sana ambayo inasema kwamba al-kisasu haku, kulipiza kisasi haki, ikiwa jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mtu kwa mtu. Ingawaje imekuja kumalizia kwa kusema kwamba kusamehe ni bora zaidi, lakini kwanza kabisa ilisisitiza kwamba unapofanywa kitu kibaya uangalie mustakabali kwamba uweze kulipiza kisasi au uweze kulipiwa fidia. Yangu mimi ni hayo, niwashukuru sana mchana huu na asanteni sana.